katika matatizo, na ni matatizo makubwa. Viongozi wa nchi waone uzito wake na wachukue hatua. Bado tuna muda wa kuweza kuzungumza tukafikia mwafaka. Hatujaanza process ya uchaguzi, itaanza baada ya bunge kuvunjwa. Kwa kipindi hiki tunayo nafasi ya kuzungumza tukafikia mwafaka. Na haya mambo sisi tulikuwa nasema kama ni kurekebisha dosari zilizotokea 2019, 2020, 2024, tunao muda, kwa sababu ni mambo ya kanuni. Kanuni hazihitajiki kwenda bungeni. Tukikubaliana kanuni hizo zinaweza kubadilishwa. Tufikie makubaliano, tusiende kwa mapambano. Tukienda kwa mapambano tutapata madhara. Kwa hiyo tulikuwa nasema rais achukue jukumu. Rais achukue jukumu. Haya matatizo yalianza awamu ya 5. Alipokuja Rais Samia alichukua hatua, maana shughuli za kisiasa zilikuwa zimefungiwa, uhuru wa maoni ulikuwa mzuia. Akachukua hatua, akakutanisha vyama vya siasa, vikazungumza mpaka tukafika kwenye mapendekezo ya mkadala. Nchi ilikuwa imetulia. Sasa yanazuka haya. Bado anaweza kuona uzito wa jambo hili na kwamba maridhiano kahili ni muhimu. Inaweza akawaita hasa wanaohusika, serikali, CCM, Chadema, wakae tofauti zao, kila upande ukubali kwamba inawezekana waache msimamo wao kwa kiwango, kwa upande wa serikali, kwa upande wa CCM, kwa upande wa Chadema, waone tunafikia makubaliano gani ili tunakwenda kwenye uchaguzi bila matatizo. Tusipofanya hivyo, haya tuliyoyaona sasa hivi yataendelea. Sasa hivi kuna watu wanaodai wameumizwa kwa sababu ya mambo ya siasa. Tutaendelea kufika, kampeni imeanza. Serikali itasema polisi wasimamia amani, wadili na yote anayetaka isabu amani. Chadema wataendelea kusema no reform, no elections. Katika kampeni hiyo aina hiyo kutakuwa na migongano, na migongano hiyo inaweza kuleta madhara kwa wananchi. Ni muhimu kama taifa tukakaa pamoja, tuone tuweze kuepusha. Sisi tunaamini wakikaa muda tunao, kukiwa na political will, tutapata solution. Na tulikuwa nasema watakapokutana wawe na watu wa kuwashauri. Na kwa mawazo yetu tulikuwa tunafikiria viongozi wa dini wanaweza kusaidia katika mazungumzo haya. Tulikuwa nafikiria wachukue viongozi wa dini wachache, 3, 4, 5, wanakaa nao, watakuwa wanazungumza. Viongozi hawa watakuwa wanaweza kuwashauri, labda hapa mfanye hivi, na inawezekana. Mimi na experience ya aina hiyo. Mtakumbuka baada ya tume ya mabadiliko ya katiba kufanya kazi yake, nilitakiwa kwenda kutoa taarifa bungeni. Nilipofika bungeni siku ya kwanza, sikuweza kuitoa ile taarifa kwa sababu wabunge walikuwa wamegawanyika. Na fujo iliyotokea pale
ikanizuia kutoa ile taarifa. Kwa hiyo wakaamua wakutanishe pande mbili zile, wakawakutanisha, lakini wakachukua viongozi wa dini wachache. Wale ndio waliwasaidia kufikia mwafaka, na tunaamini kama viongozi wa kisiasa wakakubali kukutana, wakawa na watu wa kuwashauri, inawezekana tukafikia mwafaka, tukakuta tunakwenda kwenye uchaguzi, vyama vyote vinashiriki, wananchi wote wanashiriki, na tukatoka salama. Tusipofanya hivyo, tutakwenda kwenye uchaguzi ambao tutakuwa tumegawanyika, viongozi wamegawanyika, wananchi wamegawanyika, na chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo msimamo wetu bado tunaamini dawa iko kwenye meza ya mazungumzo, sio mapambano haya ya lugha hizi ambazo ukiona lugha zinazotolewa pande zote ni lugha ambazo zinagawanya taifa. Hayo ndiyo tulikuwa nasema. Unajua haya mambo, nilipokuwa nasoma Tabora School mwaka 62 wa Tabora School, padri mmoja kutoka Kongo alitembelea shule yetu. Mkuu wa shule fanya mipango azungumze na sisi wanafunzi kutueleza hali ilivyokuwa Kongo wakati ule mwaka 62. Padri yule akatueleza vurugu iliyokuwa Kongo na wimbo wa uhuru, tumepata uhuru, wanafurahi tumepata uhuru, na nyimbo zingine zilikuwa very famous. Zilikuwa na mbogani inda pada chacha na wanazungumza, lakini kuna vurugu, imekuwa vurugu kubwa kabisa kwa wananchi wa kawaida. Anasema walipo ile wanaona fujo, na huku naimba wimbo wa uhuru, wenyewe wakatafasiri maana ya uhuru ni fujo, uhuru ni vita. Padri anasema wananchi Kongo wanauliza uhuru utakwisha lini? Sasa na hapa sisi tunaimba democracy, nasema kila kitu democracy, lakini tunayofanya yanawagawa wananchi, yanaleta mambo ambayo yanaleta woga kwa wananchi. Watu wanatekwa, watu wanapotea, na haya mambo haya wananchi wanakuwa na woga, sio kama tuliona hiyo. Naomba tusije tukafika wakati mwananchi akaanza kuuliza demokrasi itakwisha lini. Asanteni.